Na hili la ziara ya Marekani ya rais wa Marekani pale China, wakati leo ndio inakwenda kuanza. Ndio. Jana niliona taarifa ya Marekani kuwekea vikwazo watu watatu kutoka makampuni matatu hivi ambao wenyewe inadai walisaidia au wanasaidia upelekaji wa mafuta kutoka Irani kwenda China. Sasa Marekani leo Rais Trump anakwenda kukutana na rais wa China. Wanawake China wao kwenye swala la issue ya Irani na mfereji wa mlango bahari wa Hormuz wao wanapenya. Wao na Irani wako fresh. Unakwenda kuwa mkutano wa aina gani? Trump ndo anajaribu kupambania mlango bahari wa Hormuz. Hapo anakwenda kukutana na rais wa China ambaye yeye ana shida yote kwenye hilo. Yeye na mambo yake Irani fresh yanakwenda. Yes, kwanza hii ni ziara ya kimkakati sana unaweza kusema. Kwa sababu ziara hii inakuja ni ziara ambayo Trump kuna vipindi vyake vyote viwili ametangaza vita ya wazi ya kiuchumi na China. Na vurugu zote mtei ambazo Trump anazifanya zimekuwa zikilenga China. Topa mfano. Kuondolewa kwa Nicolas Maduro ilikuwa ni mpango ya kuidhoofisha China. Uvamizi wa Israeli pamoja na Marekani dhidi ya Iran ulikuwa ni mpango wa kuidhoofisha China. Uendelezaji wa Marekani kuendelea kuiuzia silaha Taiwan ni mpango wa kuidhoofisha China. Kwa hiyo hii ziara inawakutanisha viongozi wawili wakubwa ambao unajua kabisa wanapambana vita ya kiuchumi. Kwa mfano, nchi ya Iran, mnufaika mkubwa mafuta ya Iran ni Mchina. Na nchi ya Venezuela, mnufaika mkubwa wa mafuta ya Venezuela alikuwa ni Mchina. Na unafahamu China ni kiwanda cha dunia. Yaani China 70% ya bidhaa zote duniani zinatoka China. Sasa Trump kwa sababu sera zake zilikuwa zinaongozwa na MAGA, na hiyo alisema kipindi chake anakiita ni kipindi cha golden age, yani kipindi cha dhahabu. Ni kipindi ambacho anakiita kwamba tunakuja kurudisha misingi na kurudisha ustaarabu ambao tunahisi wa China wamekuwa wakitawala kwenye sera kwenye mambo mbalimbali. Kwa mfano, mkataba wa Trump ambao aliwasanisha Felix Tshisekedi na Paul Kagame ni mkakati wa kudhibiti China, kwa sababu China sasa hivi inamiliki madini muhimu 67%. Kwa China imekuwa kitawala biashara, imekuwa kitawala ununuzi wa mafuta, lakini zaidi sana imekuwa ikiongoza kwenye madini muhimu ya kimkakati. Sasa mambo gani ya msingi ambayo atazungumzwa? Moja ni swala zima la global insecurity. Hoja ya kwanza, masuala ya ukosefu wa usalama kimataifa. Mzozo hapa wa kwanza ni mzozo wa Iran. Xi Jinping alisema wazi kabisa kwamba anataka mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa kwa sababu wao wamekuwa na ushirikiano na nchi ya Iran kihistoria. Wana mikataba ya kibiashara. Unafahamu China wanachukua mafuta kwa Iran kwa zaidi ya 60%. Lakini zaidi sana shirika la mafuta la China, Chinese National Petroleum Limited, liliingia mikataba na mataifa haya mawili ambao ni Irani pamoja na Venezuela na kuyauza mafuta haya kwa kutumia sarafu ya yuan. Kwa hivyo vile vita mbili vya Trump ya Venezuela pamoja na Iran ni kwenda kulinda hegemonic power na kwenda kulinda Western Hemisphere, ambayo Trump sasa anahisi wa China kama wanaenda kumiliki haya maeneo ya kimkakati. Lakini hoja ya pili itakuwa ni hoja ya Taiwan. Unafahamu kihistoria tangu kipindi cha mapinduzi ya Mao mwaka 1949 na kipindi Mao China inatawaliwa na kina Kuomintang government, Chiang Kai-shek, mzozo umekuwa ni wa kihistoria kwamba nani anatakiwa kuidhibiti Taiwan. Taiwan ni mojawapo ya maeneo ya kimkakati duniani. Na unafahamu wamekuwa yakizalisha semiconductor chip. Yaani leo hii kama unatumia simu duniani, unajua kuna vifaa vinatoka Taiwan. Sasa nani anaweza kumiliki Taiwan kama ni mojawapo ya moyo wa teknolojia ya kidunia? Ni hoja msingi. Marekani haitambui Taiwan kama ni nchi, lakini ana uhusiano wa kidiplomasia. Unafahamu ile ziara ya Nancy Pelosi ambayo ilikuwa ni ziara ambayo ilipingwa sana na utawala wa China. Lakini zaidi sana sasa kuna issue ya Ukraine na Urusi. China amekuwa ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Urusi pamoja na India. Na Trump aliwekea vikwazo bidhaa za China, ushuru zaidi ya 60% na India, na kuwataka wanafunzi wa India kwenda kusoma wapi? Marekani. Sasa kuna diplomasia, kuna dhana ambayo inaitwa hivi, tunashirikiana wakati huo tunashindana. Yaani kumbuka hapa Xi Jinping anakutana na Trump
wanashindana kiuchumi, lakini lazima kushirikiana. Kuna maeneo tunanafikiana, yani tumia lugha ya mtaani kama nakuja na kuangalia, lakini kuna kitu siwezi kukuambia, lakini nashindana na wewe. Utawala wa Trump umeingilia sana maslahi ya China. Yani utawala wa Trump kipindi cha pili umeingilia sana maslahi ya China. Na kwa sababu Mtei, China kwa walivyojipanga wanaonekana ni tishio. Yani China sasa hivi kaka ni tishio kubwa sana. Kwanza wana watu bilioni 1.5. Wana soko la uhakika. Cha pili wana teknolojia. Lakini cha tatu sasa wamekuwa, ukitaka kitu chochote, yani leo hii kwa mfano unataka koti lako la suti hilo, alafu unataka koti la suti likae kwa siku 2 au siku 3, Wachina watakupa. Au ukitaka simu ambayo itakaa miaka 2 au miezi 6, Wachina watakupa. Kwa hiyo wamekuwa ni nchi ambao wana produce bidhaa kutokana na thamani ya pesa yako. Yani kama una 500 sisi tutakupa bidhaa 500. Kwa ndio maana Wachina wamekuwa ni soko kubwa katika nchi ya Kiafrika. Sasa hebu fikiria, Afrika nzima ukitazama kibiashara wamegeukia China. Twende kule Sahel wamegeukia China. Na China wao sila ni kwamba hawaingilii demokrasia ya nchi za watu za ndani. Yani wao tunafanya biashara. Yani kama unaamini kule dikteta, wewe amini. Unaamini kule demokrasia, amini. Lakini vile vile hawa China kipindi cha Xi Jinping wanajenga mradi mkubwa ambao unaitwa Belt and Road Initiative. Mradi wa kuunganisha mtandao wa reli, bandari ambao sasa unaitwa New Silk Road wazungu waliita. Ilikuwa ni mtandao wa miundombinu wa zamani ambao ulikuwa unaunganisha Eurasia pamoja na Ulaya mpaka Afrika. China anajenga bandari Pakistan, China anajenga bandari Kenya, China anajenga bandari Djibouti, China anajenga mtandao wa reli paka Uholanzi. Ni mkakati wa China kuweza kuiunganisha dunia kwenye biashara. Sasa Trump ana hofu. Na unafahamu Trump ni mwafidhina. Kule dhana yao ambao inaitwa nationalist, kwamba wanaamini kwamba kama watu tukiwaachia, na hiyo ndio ilikuwa kwenye kampeni yake. Wa China wanatupita. Jamani, Marekani nafasi yetu inavurugika. Kwa hiyo sasa huu mkutano wa Xi Jinping ni mkutano ambao unakutana na Trump kukiwa Marekani ameingilia sana maslahi ya China, kuanzia Venezuela, kuanzia Iran kutazama. Kwa sasa hii vita ya Iran kuna economic warfare, yani kuna vita vya kiuchumi. Na nisha kusema kwamba vita vyote duniani hapa Bwana Mtei ni vita ambavyo havilengi kupigania demokrasia, ni uchumi. Vinalenga kupigania uchumi. Kila mtu anatetea uchumi wake. Kwa sasa kikao cha Trump kwa kweli na Rais Xi Jinping, na kwa kumalizia, Xi Jinping ndo anaongoza dhana ambayo inaitwa Chinese Dream, ambao mkakati na hii kwa Afrika tujifunze. Wenzetu kuna viongozi wana kitu ambacho kinaitwa consistency. Yani kuanzia rais wa kwanza mpaka rais wa sasa hivi wanatembea kwenye ramani moja. Yani kuanzia kipindi cha Mao amekuja Deng mpaka Xi Jinping ramani moja. Kwa sasa wao wamekuwa na dhana ambayo inaitwa muendelezo. Ndio maana kila kiongozi amekuwa ana sifa zake tofauti, lakini sasa mtazamo wake kuhusu nchi umekuwa ni ule. Sisi tutarudi hapa kwa ajili ya wino mzito. Endelea kutuandikia maoni kupitia 0683802966. Tupo live kabisa.